Sekta ndogo ya ng'ombe wa maziwa ni mojawapo ya sekta zinazokuwa kwa haraka hapa nchini. Wafugaji wengi wameanza kutambua umuhimu wa kufuga ng'ombe wa maziwa kwa ajili ya kujipatia maziwa ya kutumia wenyewe na ya ziada kwa ajili ya kuuza ili kujiongezea kipato. Pamoja na kwamba sekta hii inakuwa, bado wafugaji wengi wanafuga kwa kutumia mbinu duni na wale wanaoanza kufuga kwa mara ya kwanza hawana ujuzi wa kutosha. Kwa mfano, wengi wao hawana elimu kuhusu aina gani ya ng'ombe wafuge, jinsi ya kumtunza ng'ombe kuanzia ndama anapozaliwa hadi ng'ombe anapozaa na kukamuliwa. Ulishaji bora hasa wakati wa kiangazi ambapo upatikanaji wa malisho na virutubisho kwenye malisho hupungua. Mengine ni udhibiti wa magonjwa, ukamuaji na usafi wa maziwa, soko na uwekaji wa kumbukumbu. Leo tunajifunza ufugaji bora wa ng'ombe wa asili kwa uzalishaji wa maziwa. Kuna aina nyingi za ng'ombe wa maziwa ulimwenguni. Baadhi ya ng'ombe wa maziwa wanaopatikana nchini. Aina ya kwanza ni Friesian ambao wanatoka Uholanzi. Tuna Asha, Ganze na Jesse ambao wanatoka Uingereza. Na tuna ng'ombe wachache sana wanatoka Uswizi, yani Brown Swiss. Wengine ni ng'ombe wa kienyeji kama Sahiwa ambao wanatoka India. Na ng'ombe wetu wa hapa ambao kwa mfano kama huyu ambaye mmemuona leo hapo ambaye ametoka Mpwapwa. Aina nyingine ni Mpwapwa ambaye amezalishwa hapa nchini na chotara wanaotokana na madume ya ng'ombe wa kigeni na majike ya ng'ombe wa asili. Yaani tunachukua mbegu za kutoka Ulaya tunazichanganya na mbegu zetu za kienyeji, halafu tunapata machotara. Kwa mfano kama ng'ombe mnayemshuhudia hapa, huyu ni ng'ombe chotara na ana 50% kwa 50. Faida ya hawa ni kwamba wanatoa maziwa mengi kuliko ng'ombe wa kienyeji. Ni wakubwa pia kwa umbo, kwa hiyo wanaweza kutoa nyama nyingi kuliko ng'ombe wa kienyeji kama utakuwa umedhamiria kuzalisha nyama. Lakini kwenye maziwa pia wanaweza kuzaa kila mwaka na mkulima anafaidika ukimlinganisha na kufuga ng'ombe ambaye hana maziwa. Kutokana na ufugaji wa kutumia mbinu duni, maziwa na mazao yake hayampatii mfugaji faida ya kutosha. Vile vile maziwa yanayozalishwa hayafikii ubora wa kuweza kukabiliana na soko la ushindani. Kitu cha msingi ni ile nasaba. Kwa mfano ile nasaba ya ng'ombe inachangia 20% ya uzalishaji wa jumla. Kwa mfano ng'ombe kama huyu hapa. Huyu ni ng'ombe wa Kitanzania. Ni mchanganyiko wa Zebu na Borani. Lakini anatoa maziwa mengi. Saizi anatoa lita 19 kwa siku. Lakini ukiangalia hapa anapofugiwa ni pasafi, anakula nyasa na shiba, anakula vyakula kama hivi vya ziada vya kumtosha, anapata madini ya kumtosha. Kwa hiyo utakuta kwamba ukimfuga ng'ombe wa Kitanzania na ukamlisha vizuri, ukamtunza vizuri, ukawa unampulizia dawa na kumpa chanjo zote, anaongeza maziwa. Sasa na nyingine tukitoka kwenye nasaba ni jinsi ng'ombe anavyokula. Kama ng'ombe atakula chakula cha kumtosha kutegemea na mahitaji yake ya mwili, atatoa maziwa mengi na ambayo yatakuwa yanategemea ule uzito wake. Na ndio maana hata huyu hapa nadhani mmeshuhudia wakati anakamliwa anatoa maziwa ya kumtosha. Tena anawazidi hata hawa ng'ombe ambao tunawaita ng'ombe wa kizungu, kwa mfano kama hawa. Kwa kawaida ng'ombe wa kizungu wenye asili ya kizungu, wale machotara, wanapata magonjwa kuliko hawa. Lakini hizi changamoto kama hizo tuna njia ambazo ndio utaalamu wenyewe sasa wa kuweza kuzikabili. Kwa mfano, tunatakiwa tuogeshe ili kuua kupe na ili kuua ndorobo. Kwa hiyo tunaogesha na madawa ya kuchungu mbovu ya kuogesha. Tunawaspray mara moja kwa wiki au mara 2 kwa mwezi kutegemea na dawa ambayo unaitumia. Halafu tunawachanja. Tuna chanjo za kila miezi 3. Kwa mfano tunawapa chanjo ya ndorobo.
tunachanja minyoo, lakini kitu muhimu zaidi ni kula chakula bora. Ng'ombe atakapolishwa nyasi za kutosha na akapewa vyakula vya ziada, atakuwa na kinga, kwa hiyo atatoa maziwa ya kutosha. Faida kubwa kwenye ng'ombe wa maziwa, tunategemea kwamba tumkamue maziwa. Kwa mfano, ng'ombe anatakiwa kuzaa ndama mmoja kwa mwaka mmoja, akamuliwe kwa siku 305 na apumzike kwa siku 60. Kwa hiyo ukiwa na ng'ombe anayetoa maziwa, kwa mfano kama huyu anatoa maziwa kama huyu hapa, anatoa lita 18. Ukizidisha mara 305 utakuta anatoa lita zaidi ya 5400 kwa mwaka mmoja. Sasa hizo kwa hali yoyote ile ukiziuza, na kwa mfano sehemu ambayo ina bei nzuri ya maziwa, ni lazima utapata faida kubwa ya pesa. Lakini ng'ombe, faida nyingine kubwa ni ndama. Ng'ombe kama anazaa ndama mmoja kila mwaka, bila kujali kama anazaa dume au jike, na yule ndama ukamtunza vizuri, utakuta utamuuza yule ndama kama atakuwa jike kwa ajili ya nyama, kwa mfano kama yule aliyelala pale, alafu au utamtunza ili aongeze uzalishaji wake. Ni kwamba sisi tunakasumba kwamba vitu vyetu sisi ni dhalili, lakini hivi karibuni tumekuja kugundua kwamba si ng'ombe tu, hata hawa kuku au mbuzi wa kienyeji wanakuja kutupa faida kubwa ukiwafuga vizuri kuliko tulivyokuwa tukitarajia. Na mfano mzuri unauona, huyu ng'ombe anatoa lita 18, lakini hao wenzake wa kizungu hawafikii hapo, na wanaishi katika mazingira yanayofanana. Kwa hiyo ni kwamba kama tutaselect vizuri, kama tutachagua vizuri ng'ombe wetu na tukawatunza vizuri na tukawa na programu nzuri ya uzalishaji, kwa mfano tuna madume wazuri, tunapandisha kutegemea na ng'ombe alivyoingia kwenye joto, au tunatumia artificial insemination, tuna mbegu ambazo ni nzuri, ni kwamba ng'ombe wetu wataweza kutoa maziwa mazuri kwa gharama ya chini, lakini tukapata faida kubwa. Ushauri wa aina ya ng'ombe wa maziwa. Kwanza mimi nashauri kwamba kabla hujafuga, ukipata wazo la kufuga, unatakiwa umuone mtaalamu akupe mchanganuo wa vitu unavyohitaji katika kufuga. Kwa mfano, ukiangalia hapa kuna zizi ambalo zizi la ng'ombe ni tofauti na la kuku, na ni tofauti na nyumba yako ya kuishi, lina mahitaji yake tofauti. Halafu atakushauri mahali utakapopata ng'ombe ambaye atakupa maziwa ya kutosha. Halafu atakushauri mahali ambapo utapata jinsi ya kulisha, jinsi ya kukamua na zote na mbinu zote za kuweza kupata maziwa, jinsi ya kupandisha, mambo ya joto. Sasa ukishaelewa hivyo, ndio unaandaa sasa. Na katika uchaguzi wa ng'ombe, wakati unaenda kununua ng'ombe labda kwa mkulima mwenzako au mahali wanapouza ng'ombe, inabidi ufuatane na mtaalamu ili uweze kuondokana na uwezekano wa kupata hasara ya kununua ng'ombe ambaye hafai. Sawa? Kwa hiyo ukijiandaa hivyo na ukamwona mtaalamu, itakuwa ni rahisi kwako matunzo ya ng'ombe pale anapojiandaa kupata ndama. Matunzo ya ng'ombe ni kitu ni vitendo vinavyozunguka. Tunaanzia kitendo kimoja kwenda kingine, halafu kinakuja kujirudia huku nyuma. Kwa mfano, labda mimi nianzie pale ambapo unajiandaa kupata ndama. Ng'ombe anapofika mimba ya miezi 7, unaanza kujiandaa kupokea ndama mpya. Kwa hiyo yule ng'ombe kama atakuwa ameshazaa au atakuwa ni mtamba, kazi tunayoifanya, tunamlisha chakula cha ziada kama hizi pumba
ambazo zimechanganywa na mashudu, halafu na madini ya kutosha, ili wakati ndama anazaliwa asije akazaliwa akiwa na umri wa chini na ikawa gharama kubwa kumtunza. Sasa ni kiasi gani tunamlisha cha hii? Kwa ng'ombe wa kawaida labda mwenye kilo kama 350, kilo 2 za chakula cha ziada zinakuwa zinamtosha. Sasa kitu kinachotakiwa hapo, inatakiwa tuhakikishe kwamba hana minyoo na tumemchanja ndorobo na tumezuia kupe. Kitu kingine muhimu ambacho anatakiwa kukipata ni maji. Maji ya kunywa kwa ng'ombe ni masaa 24 anatakiwa kuwa anapata maji ya kunywa. Sawa. Tukimaliza hapo, siku ikifika sasa ile ya kuzaa, tunaangalia zile dalili za kuzaa. Kwanza ukiangalia huku nyuma kwenye uke wake panaanza kupanuka. Halafu kuna hapa kwenye kiuno kuna vitu wanaviita suspensory ligaments zinaanza kulegea. Halafu utaona ng'ombe anaanza kujipiga na kuhangaika, mwisho anakaa na kusukuma. Kwa kawaida za wakulima wengi wakiona ng'ombe anataka kuzaa wanamsaidia, lakini sio vizuri kumsaidia. Unatakiwa uweke kiti chako kando, usubiri ng'ombe azae mwenyewe. Ndama anapotoka na kuanguka chini, yule ng'ombe atajaribu atainuka na kuanza kumlamba. Akimaliza kumlamba ndama wake, yule ndama ataanza kuinuka, na akiinuka atajaribu kwenda kumnyonya. Kile kitendo cha kutaka kumnyonya, wewe utasafisha kile kiwele, Ukimaliza kusafisha kiwele, utamweka ndama wako, atanyonya. Akinyonya maziwa akashiba, hatua inayofuata ni wewe kukamua yale maziwa. Yale maziwa ya mwanzo, labda nizungumzie hayo, ni muhimu sana kwa ndama kwa sababu yana vitamin nyingi, hasa vitamin A. Halafu yale maziwa ndio yenye kinga itakayomfanya ndama katika maisha yake yote aweze kufanyaje, iweze kumsaidia kujikinga na maradhi. Kwa hiyo ni muhimu, na haya maziwa yanachukua siku 4. Yakishaisha ndio unaanza uzalishaji wako wa maziwa. Sasa ni muhimu ng'ombe anapozaa, mara tu baada ya kuzaa akamuliwe na uhakikishe kwamba yale maziwa yanakwisha. Hiyo itamjenga kisaikolojia aweze kutoa maziwa mengi ndani ya mwaka mzima huo. Ndama kwa muda wa mwezi mmoja anakuwa na tumbo kama binadamu, yani tumbo moja. Kwa kawaida ng'ombe wana mifuko 4 kwenye tumbo lao. Sasa yeye mfuko huu mmoja, na ndio maana katika siku 28 au tuseme 30 ndama hatakiwi kulisha kitu chochote zaidi ya maziwa, labda na maji ya kunywa. Lakini ndama anapofika hizo siku 28, ile mifuko 3, nadhani kama ulishaangalia kwenye ule wakati wanachinja ng'ombe, kuna utumbo unafanana na taulo, kuna utumbo unafanana na masega ya nyuki, kuna utumbo unafanana na kitabu, na ule utumbo wa kawaida. Sasa haya matumbo 3 ndio tanguliza ndio yanafunguka, na ndio hapo anaweza kutumia nyasi za namna hii na zikamsaidia. Lakini ndama kwa sababu anakuwa na anavyokuwa yale matumbo yanafunguka, kwa hiyo tunakuwa tunampa bado maziwa huku akila nyasi na akipata vyakula vya ziada kama hivi hapa. Na wakati huo tunapofanya hivyo tunapunguza kiwango cha maziwa. Kwa mfano, ndama mwenye kilo 40
anatakiwa kula lita 4 za maziwa kila siku. Kwa hiyo ule mwezi wa kwanza tunamlisha lita 4 ambayo itakuwa ni 10% ya uzito wake. Lakini akienda mwezi wa pili tukaanza kumlisha vyakula kama hivi hapa. Tunampa tunapunguza maziwa. Kwa mfano tunaweza kumpa lita 3 badala ya 4. Na hayo maziwa ikachukua nafasi ya hivi hapa. Akiendelea mwezi wa tatu tunapunguza tena maziwa. Tunampa lita 1. Nisisahau kuwaelekeza kwamba ile lita inayobaki tunakuwa tunaweka maji ili kupunguza mafuta kwenye yale maziwa na ili ndama asije akawa anaharisha. Sawa? Labda hapo ningekueleza kitu kingine muhimu katika ndama. Tuna staili 2 za kulisha ndama. Staili ya kwanza ni kuwalisha ndama na tunawalisha kwa kutumia ndoo. Na staili ya pili wananyonya wenyewe. Na hizi staili zina faida na hasara. Kwa mfano ukimruhusu ndama wako anyonye, faida utakayoipata pale ni kwamba ndama wako atapata maziwa kutoka kwa mama yake yakiwa katika hali ya ubora. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba yule ndama akawa hawezi kupata magonjwa kwa urahisi. Hawezi kuharisha. Sawa? Lakini hasara utakayoipata, matiti ya ng'ombe ni viungo vya uzazi. Na mara nyingi ng'ombe kama ananyonya haingii kwenye joto, kwa sababu ng'ombe anazaa na kutoa maziwa kwa ajili ya ndama. Na kama hana ndama, hana haja ya kama ana ndama kwenye miguu yake, hana haja ya kuingia kwenye joto. Kwa hiyo utakuta zile siku tunazosema ng'ombe azae kila mwaka mara moja, hiyo inaweza kukupiga chenga. Lakini na uzalishaji wa maziwa, ng'ombe wanajua kwamba wewe unaiba maziwa ya watoto wao. Sasa wewe ukiingia na kifaa kukamua, anayabana. Ukiondoka ukamwachia ndama, anaachia. Kwa hiyo ndama wako anapata maziwa. Kwa hiyo ile production unayokuwa unairekodi haiwi halisi. Lakini kuna njia nyingine ambayo tunaweka maziwa, tunaweka kwenye ndoo na kumlisha yule ndama. Ndama anatakiwa anyonye mama yake kwa muda wa siku 4. Baadaye tunamtrain ndama kunyonya kwenye ndoo kama mtakavyoona hapa. Sasa akiwa ananyonya kwenye ndoo, hapo utajua kwamba maziwa yanayotoka ni kiasi kadri. Na yule mama hataweza kukunyima yale maziwa kwa sababu hana mapenzi na mtoto wake. Lakini pia ng'ombe ataingia kwenye mzunguko. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata mimba nyingine huku akiwa anakamuliwa na huku akiwa na ndama. Lakini hasara ya hii ni vyombo. Ndama anapokunywa maziwa ya baridi ataharisha. Akinywa ya moto hivyo atapata matatizo kuliko kawaida. Ndama ukitumia chombo kichafu ni shida, ataharisha. Kwa hiyo ni lazima utumie mbinu sasa za kusafisha vile vyombo na kuhakikisha kwamba unampa maziwa kama inavyotakiwa. Ndama anatakiwa anywe maziwa joto la mwili wake, yani yawe ya vuguvugu. Kama utakuwa na ndama wachache, mara tu baada ya kukamua ukampa ndama, hiyo ndio inayotakiwa. Lakini kama atakuwa ameshazidi ule umri, unaongeza maji. Yale maji unayachemsha, yanakuwa vuguvugu, unachanganya kwenye maziwa na unapima. Yasiwe ya baridi, yasiwe ya moto. Yani yawe hai. Ng'ombe anapozaa, hapo unakamua. Siku hiyo. Usipomkamua hawezi kutengeneza maziwa mengi
katika mwaka mzima. Sasa sisi ndama tunampa maziwa kwa muda wa siku 4. Na ndama hatumlishi kitu chochote zaidi ya maziwa na maji kwa muda wa mwezi mmoja. Sawa? Sababu ya kupunguza maziwa, nimesema kwamba ng'ombe anakuwa na mifuko 4 ya utumbo. Kwa hiyo hii mifuko inafunguka baada ya siku 28. Kwa hiyo anaweza wakati huo kutumia pumba, anaweza kutumia nyasi japo kwa kiwango kidogo. Sasa kwa jinsi anavyokuwa, tunaongeza nyasi, tunaongeza pumba, huku tunapunguza maziwa. Ng'ombe wa maziwa wakila nyasi kavu ni nzuri zaidi, ila sasa kwa mazingira yetu sisi utakuta tunachanganya kutegemea na majira, lakini nyasi kavu ambazo ni hay au silage, kwa mfano zikiwa hivi, tofauti yake na nyasi kavu na nyasi mbichi ni maji yaliyoko humu. Lakini kama zitakuwa zimetunzwa vizuri, zina virutubisho vya kutosha, ng'ombe anakula nyasi kavu bila shida yoyote. Sasa haya matumbo matatu yanapofunguka, anaanza kutumia nyasi. Akianza kutumia nyasi, tunapunguza maziwa. Kwa mfano ndama wako kama ulikuwa unampa lita 4 kwa siku, unampa lita 3, na ile sehemu inayobaki unaweka ile lita 1 utakayokuwa umeipunguza, unaweka maji ya vuguvugu ili kupunguza mafuta kwenye maziwa, na ili unachemsha yale maji ili kumaintain ule uvuguvugu. Sasa ukienda tena ule mwezi wa pili akiumaliza, unapunguza tena maziwa huku ukiongeza vyakula vya ziada. Kwa hiyo ikifika ule mwezi wa 3 utakuwa unampa lita 1 ya maziwa, lakini unampa maji mengi, unampa pumba nyingi, na akifika siku 90 unamtoa, yani unamachisha ziwa, unamwini. Lakini hapa kuna kitu cha kuangalia, inabidi uangalie uzito wake. Ndama wazuri ili uweze kuwawini, kwa mfano kama hao Friesian, wanatakiwa wao na kilo 90 za uzito. Huyo ukimwini hatapata shida, hatapata ile stress ya kukosa maziwa na nini, sawa. Lakini kama atakuwa na uzito mzuri na ukaongeza chakula, itakuwa hamna shida yoyote. Kwa hiyo kama atakuwa ana udhaifu wa uzito, mfano kama ana kilo chini ya 80 hivi, unachokifanya unaweza kumuongezea siku za kunyonya, na huku unamuongezea vyakula vya ziada. Ukiona amezoea unaacha. Na staili ya kuachisha ziwa ni taratibu. Unapunguza maziwa taratibu huku ukiongeza vyakula vya ziada. Mfano, kama atakuwa anakunywa lita 1 ya maziwa, unaweza kupunguza robo ya lita huku ukiongeza robo ya chakula. Mimi nawashauri wafugaji, ng'ombe wako akizaa, umnyonyeshe maziwa ya mwanzo kwa muda wa siku 4. Lakini siku hiyo anapozaa umkamue na kumaliza maziwa, ili aweze kupata nafasi ya kutengeneza maziwa halisi. Lakini kutegemea na uchumi ulivyo, ni vizuri sana ndama kunyonya kwenye ndoo. Kama mlivyoona hapa, ndama anyonye kwenye ndoo, ili tuweze kujua ni maziwa halisi aliyokunywa na thamani yake halisi baada ya kumwachisha ziwa. Halafu uhakikishe kwamba mama yake ndani ya siku 21 anapata joto, na ili aweze kupata joto, pindi tu atakapozaa unamlisha bila kupima chakula mpaka kwa muda wa wiki 2. Yani unampa vyakula vya ziada na nyasi
bila kumpimia. Sasa hii itamfanya kwamba kwa sababu anapozaa anapoteza uzito, kwa sababu anapoteza damu, anapoteza maji, na yule ndama aliyetoka na yale mavidonda. Sasa ukimlisha hivyo ndani ya wiki 2, yule mama atakuwa gain. Kwa hiyo baada ya siku 21 ataingia hiti ya kwanza, na hiyo hiti usimpandishe, subiri aingie hiti ya pili ambayo inatokea baada ya mwezi 1.5. Baada ya mwezi 1.5 unaanza kumpandisha ng'ombe wako, ili kama atapata mimba mwaka huo, yani ndani ya mwaka mmoja atazaa ndama mwingine. Ndama huwa anaugua, na ndio maana kwa mfano tuna tatizo la minyoo. Kama unataka ndama akue vizuri, una mbinu rahisi. Mpe dawa ya minyoo akifikisha mwezi 1, na wewe unampa dawa kila mwezi mpaka atakapotimiza miezi 9. Akitimiza miezi 9 unamruhusu kuwa kama ng'ombe wengine, yani anakuwa anakula dawa ya minyoo kwa muda mara moja ndani ya miezi 3. Hiyo ni moja. Kuna kupe wanawataki ndama, kwa hiyo wanaweza kuambukiza ile ndigana baridi, ndigana kali ya maji kwenye moyo. Kwa hiyo ndama wako unatakiwa uwe una wapulizia dawa, hasa baada ya kuwa na umri wa mwezi 1 hivi. Halafu kuna magonjwa kama kuharisha, haya magonjwa ya tumbo. Unatakiwa umpe maziwa ambayo sio ya baridi wala sio ya moto, na usimpe maziwa mengi kuliko kiasi chake. Unatakiwa umpime uzito, umpe 10% ya uzito wa maziwa. Hiyo itasaidia kupunguza hizo. Halafu sasa usafi. Ile nyumba ya ndama inatakiwa kuwa safi. Weka kitanda ili kuwe na joto. Akilala kwenye sehemu ambayo ni safi, kama unafanya usafi, una control, kusiwe na viroboto, kusiwe na nini, ndama atakuwa haraka, halafu na wewe utampenda. Unajua watu wengi ndama dume hawamchukulii kama ng'ombe, wanamnyima maziwa, kitu ambacho kinawapa hasara. Wanaona kwamba ndama dume hatatoa nani. Kwanza maziwa ambayo tunawanywesha ndama hawa, kwa mfano tunatakiwa tunyweshe karibu lita 270 ndani ya miezi 3. Sasa hizi ukizidisha kwa bei ya eneo lako unalofugia, kwa mfano hapa kuna watu wanauza maziwa lita moja shilingi 2000. Hizo ni karibu 500,000 na 40,000. Kwa hiyo yule dume hata ukimuita mtu kwamba mnunue kwa 60,000 hawezi kumnunua. Kwa hiyo inakuwa ni hasara. Sawa? Lakini ndama wa kike tunatarajia kwamba baada ya miezi 18 atapandwa na atakuwa ng'ombe, na ng'ombe anauzwa bei ya kutosha. Lakini hata hivyo, hata kama atatoa maziwa, ndama huyu ambao utakuwa umemnywesha hayo maziwa, akikupa maziwa hata kidogo, lita 10 tu, ndani ya siku 100 atakuwa amekupa lita 1000. Sasa ukizidisha, kwa mfano maeneo yetu hapa, lita shilingi 2000, watakuwa wamekupa milioni 2. Kwa hiyo watu wanaona kwamba kuweka hayo maziwa, kuweka ndama dume, kumpa hivyo vyakula inakuwa ni ngumu. Ila kuna mbinu moja ambayo unaweza kuitumia. Kuna milk replacer. Haya ni maziwa ya unga ambayo yanauzwa kwenye maduka ya vyakula. Badala ya kumnywesha ndama maziwa ya mama yake, unamruhusu anakunywa maziwa ya kawaida kwa muda wa siku 4. Akimaliza hapo, atakunywa maziwa, utamtengenezea maziwa, yani utakuwa unayachemsha, yani maziwa ni ya unga, unayachemsha, unamnywesha, na ile inachukua kwa muda wa wiki 10. Na lita moja yale maziwa inatengeneza kilo moja inatengeneza lita 8. Kwa hiyo gharama yake iko chini na inamfanya ndama akue haraka.
Hii wasikilizaji, inaweza kutumika pia kwa ndama wote, awe jike au awe dume. Ndama anahitaji malezi bora. Ndama anahitaji kutengenezewa banda safi, alale na lile banda liwe ni rahisi kusafishwa. Banda la ndama linatakiwa kuwa limetengenezwa kwa mbao au limetengenezwa kwa matofali rahisi, lakini liwe na ujoto, lisiwe na upepo unaoingia na kutoka, lakini hewa ile inayoingia kwenye banda la ndama iwe hewa inaingia na kutoka, yani ventilation. Banda la ndama linatakiwa kuwa na paa ili asije akanyeshewa na mvua, na ile sehemu isije ikaloaloa.